Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Benjamin Kuzaga, amesema kuwa watuhumiwa hao walikamatwa kati ya tarehe 22 Aprili na tarehe 15 Mei 2025 katika misako mbalimbali iliyofanyika maeneo tofauti ya mkoa wa Mbeya. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watuhumiwa wanne ambao ni Edwin Liwauli miaka 26, Chesko Muheze miaka 44. Huyu ni mlinzi wa mradi kwenye mradi mmoja wa maji ambao unaendelea kujengwa katika maeneo haya ya mkoa wa Mbeya katika wilaya ya Mbarali. Mwingine ni Hamza Madete miaka 29, wote ni wakazi wa Igawa wilayani Mbarali, pamoja na Victor Timbulo miaka 25, mkazi wa Ifakara mkoani Morogoro. Hawa wanashikiliwa kwa pamoja kwa tuhuma za wizi wa mabomba 50 ya chuma ambayo inaitwa kwa lugha ya kitaalamu scaffold, pamoja na chuma na leveling machine na stand yake, vifaa ambavyo ni vya mradi wa maji unaojengwa na kampuni ya Larsen and Toubro Limited, ambayo imepewa jukumu hili na serikali kujenga mradi wa maji katika wilaya hii ya Mbarali. Watuhumiwa walikamatwa kati ya tarehe 22 Aprili na tarehe 15 Mei katika msako ulioendelea kufanyika katika maeneo mbalimbali mkoani Mbeya na hatimaye wengine kuwakamata katika mkoa wa Morogoro. Watuhumiwa waliiba vifaa hivyo kwa kushirikiana na mlinzi ambaye nimemkwisha mtaja kwa kampuni hiyo ya Jimson Securities Company Limited ya mkoani Iringa, na walikuwa wakisafirisha vifaa hivyo kwa kutumia pikipiki aina ya Boxer isiyokuwa na namba wala usajili. Katika tukio jingine, jeshi hilo limeeleza kuwa linamshikilia Hassan Toilam Hassan mwenye umri wa miaka 40, mkazi wa Tanga, kwa tuhuma za kusafirisha dawa za kulevya aina ya bangi yenye uzito wa kilogramu 25 zilizokuwa zimehifadhiwa kwenye mabunda 6 ya nylon. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya katika kupambana na madawa ya kulevya, mnamo tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2025 majira ya asubuhi, kwenye kizuizi kilichopo maeneo ya Igawa katika wilaya ya Mbarali, iliweza kukamata mtuhumiwa mmoja aliyekuwa akisafirisha bangi kutoka Mbeya kuelekea Morogoro akiwa katika basi la Abudi. Baada ya upekuzi, bangi ilipatikana katika begi kama mnavyoona. Mtuhumiwa amekamatwa, taratibu zinakamilishwa ili aweze kufikishwa mahakamani. Jeshi la polisi limeeleza kuwa uchunguzi zaidi unaendelea na hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wote waliobainika kuhusika na uhalifu. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.